Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Ni muda mwingine mwema ambao tumepata nafasi ya kukutana tena na kujadili neno la Mungu. Neno la Mungu siku zote ndiyo silaha yetu, ndiyo dira, ndiyo mwongozo wetu, ndiyo kitu ambacho tunatakiwa kukifuata kila siku ili kutuelekeze mapenzi ya Mungu kwetu. Yaani tukijua vile Mungu anavyovitaka kwetu, inakuwa ni rahisi sasa kuenenda katika njia ile ambayo yeye anaitaka. Kwa sababu neno la Mungu linabeba kile anachotaka kwetu, yale ambayo hayataki kwetu, njia na miongozo yote iko kwake. Nasema neno la Mungu ni taa ya njia yangu, ni mwangaza ya miguu yangu, ni mwangaza wa njia zangu. Kwa hiyo ili tumulikwe inabidi tutembee katika njia za Mungu. Lakini kwanza tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Asante kwa wema wako. Asante kwa kutupa fursa ya kukutana tena katika forum hii. Bariki kila mmoja anayefuatilia forum hii. Naomba Baba, kwa sifa na utukufu wako ukajitukuze kwetu sote tunaopata nafasi ya kufuatilia na kujifunza kwa kupitia forum hii. Neno lako linasema katika Ayubu 22:21, ujue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Tunajitahidi kukujua Baba kwa kujifunza njia zako. Njia zako zinafahamika katika neno lako. Ndio maana wanao tunajikusanyika ili tujifunze neno lako. Baba, tunaomba umtume Roho wako Mtakatifu atufundishe ili wote tulielewe neno lako na tuishi kwa mujibu wa mapenzi yako. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Basi ni wakati mwingine mwema, tunamuomba Mungu Roho Mtakatifu atushukie na kutufundisha, sababu yeye ndio stadi wa kazi, yeye ndio mwalimu wa kweli, yeye ndio anayejua jinsi tunavyoingia na jinsi tutokavyo. Yeye ndio anatakiwa achukue ukanda, yeye ndio atuongoze katika kila ambacho tunatakiwa kukifanya katika kila siku. Basi leo kwa muda tutakaojaliwa naomba tuangalie neno katika waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 3 mstari wa 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 2. Nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Anasema wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Tumekuwa wana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiyo anayetuongoza. Kwanza labda tuanzie hapo. Kuna tofauti gani kati ya kuwa mwana wa Mungu na kuwa mtoto wa Mungu? Haya ni mambo mawili tofauti kabisa. Mtoto wa Mungu ni yoyote ambaye amempokea Kristo, amemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anasema katika Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Kwa kile kitendo cha kumpokea Kristo, kumkiri, unapata wokovu, na kile kitendo cha kupata wokovu, basi kile moja kwa moja kinakufanya unakuwa mtoto wa Mungu. Lakini tukiishia kuwa watoto wa Mungu, tunazikosa baraka, tunakosa kuingia katika njia yake, kama anavyosema katika Wagalatia 4:1. Anasema Wagalatia 4:1 anasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Mrithi anakuwa hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Huwezi ukachukua mtoto wa miaka 5 ukampa gari, hata kama unampenda kwa namna gani. Huwezi ukachukua mtoto wa miaka 2 ukaenda kumpa mali zako ulizonazo. Hapana. Unahitaji afikie maturity fulani, unahitaji akue kufikia kiwango fulani, ndio anaweza sasa kumiliki. Kwa kumbe tunapobakia kuwa watoto, tunakosa haki zetu, tunakosa kuona ukuu wa Mungu, tunakosa kuona utukufu wake. Tunashindwa kuyatakatifuza malimwengu hapa tulipo. Kwa nini? Kwa sababu tumebaki kuwa watoto. Mrithi ajapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Kwa hiyo hapa lazima tuwe makini sana. Sasa hapo tumeangalia huyu ni mtoto. Mtoto ni yule ambaye amemkiri Kristo. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lakini hapa neno tulilolisoma amesema
wapenzi sasa tu wana wa Mungu. Mwana ni nani? Mwana ni yule ambaye anaishi sasa kulingana na mapenzi ya Mungu. Mwana ni yule ambaye anaishi kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Na kadiri unavyozidi kuishi kwa kufuata mapenzi ya Mungu, basi Mungu anakubadili. Roho Mtakatifu anaingia ndani, anafanya kazi ya transformation, anafanya kazi ya kukubadili. Kama anavyosema katika Warumi 12 mstari wa pili, Warumi 12 mstari wa pili, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kumbe tunapofuatisha namna ya dunia hii, tunabaki kuwa watoto. Tunakosa kuwa wana na kubaki kuwa watoto. Shida ya kuwa mwana ni nini? Ya kuwa mtoto ni nini? Mrithi ajapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, kwa tunabaki kuwa watumwa. Ndio maana mara nyingi tunabaki katika hali ya kulalamika, katika hali ya manunguniko, katika hali ya kutokufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu tunabaki kuwa watoto. Watoto wa Mungu. Haja tukataa, ni watoto wake. Lakini mtoto, mrithi ajapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Mtumwa ni nani? Ni yule ambaye hana maamuzi, anafanya vile anapotaka yule bwana wake, vile ambavyo anaamrishwa kufanya. Hana uhuru. Lakini sisi tunaitwa kuwa wana. Kitu gani kinatufanya tuwe wana? Anasema tuwe transformed, wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kumbe tunapofanywa upya nia zetu ndio transformation ile. Nia zetu tunapoacha nia za kufuata yale ya dunia, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mnajue mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kupendeza na ukamilifu. Kwa hiyo tunapomruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu, anapotuongoza, anapotufundisha, anapotuelekeza nini cha kufanya, na sisi tunaporudi nyuma na kuacha yeye aongoze, akae katika nafasi ya dereva, kwamba tunakuwa tumeingia katika ubia, tunakuwa partnership na Roho Mtakatifu. Lakini sasa katika partnership hii, yeye ndo anakuwa senior partner, yeye ndo anakuwa mkubwa, yeye ndo anakuwa ameweka hisa nyingi zaidi. Sisi tunaweka hisa zetu chache, lakini katika zile hisa chache anatuongoza yeye, anatuelekeza nini cha kufanya. Ili sasa nini kinachotokea? Anasema wala haijadhirika bado tutakavyokuwa. Kwa hiyo katika hii process ya transformation bado haijadhirika tutakuwaje, haijadhirika bado tutaenda namna gani, tutafananaje, vipi. Lakini anasema lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa huyo Kristo ambaye anadhihirishwa na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu, tutafanana naye, maana tutamuona kama alivyo. Tutamuona kama alivyo. Kwa kila tunapomtazama Kristo, kila tunapo reflect maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani, yanatuwezesha sasa sisi kujua kwamba namna gani ya kuishi, kujua namna gani tunayotakiwa kuenenda katika dunia hii. Aliishije? Alikuwa na huruma, alikuwa na upendo, alikuwa amekuja kubadilisha zile dhana potofu ambazo tulizokuwa nazo. Anatuongoza katika njia zile ambazo zinampendeza Mungu. Alituonyesha kwamba inawezekana kuishi duniani pasipo kutenda dhambi. Haya ndio mambo ambayo tukiyatazama sasa tunabadilika. Kadiri tunapozidi kumtazama Kristo, kadiri tunapozidi kumjua sana Mungu, ndivyo anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ayubu 22:21, ndivyo mema yatakavyokujia. Sasa wengi tunataka mema yatujie, lakini tunasahau ile condition. Vigezo na masharti lazima vizingatiwe hapa mwanzo. Lazima kwanza, kabla ya mema kutujia, lazima kwanza tumjue Mungu. Tumjue sana, tena weka kivumishi cha sifa kwamba sana. Tumjue sana Mungu, maana tutafute sana uso wa Mungu. Tumtafute sana Mungu, tutafute kumjua yeye na mapenzi yake, na tuishi kwa mujibu wa mapenzi yake. Tumwache Roho Mtakatifu sasa atuongoze katika njia inayotupasa kuienda. Tunapomwacha Roho Mtakatifu atuongoze, kwa sababu anatenda yale ambayo yanampendeza Mungu, anatenda yale ambayo Mungu anayataka kwetu, basi atatuongoza katika njia ile ambayo ni sahihi. Na sisi sasa, kadiri tunapomtazama Kristo,
Kadiri tunapozidi kuongozwa na tunapomruhusu Roho Mtakatifu atufinyange, atuongoze njia, basi tunabadilika, tunakuwa transformed, tunabadilishwa namna tulivyo. Tunapobadilishwa, anasema tunafanana naye. Haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, maana tutamuona kama alivyo. Kwa kuna kazi ya kumtazama Kristo, kuna kazi ya kujua Kristo aliishiishije. Nirudi katika maandiko matakatifu, nianze kusearch, nianze kutafiti, nianze kutafuta katika maandiko, maisha ya Bwana wangu Yesu Kristo, maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo yalikuwa vipi? Aliishije maisha yake katika jamii? Kwa sababu alikuja kumwakilisha Mungu hapa duniani. Yeye ni Mungu, lakini alikuja akavaa ubinadamu wetu ili atuonyeshe njia ya kuenda. Ili tuweze kufika kwa Baba, lazima tupite kwa njia yake. Nasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kwa njia yangu. Kwa hiyo anatuonyesha njia ya kwenda kwa Baba. Lazima sasa tumtazame. Yaani kumtazama sio tu kukodoa macho namna hii, hapana. Kutazama ni kule ambako tunaachana na njia zetu mbaya. Tunaanza kugeuka. Tunafanya U-turn. Tunafanya about turn. Tunageuka. Anasema mgeuzi wa kufanywa upya nia zenu, myajue mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza. Kwa hiyo tuache nasema tuachane na wala tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, transformation. Lazima tuingie katika transformation, lazima tuwe transformed. Tuwe kila siku baada ya siku tujifunze kufanana na Kristo. Tunawezaje kujipima siku kwa siku kwamba tunafanana na Kristo? Jambo la kwanza, kile ninachokifanya, je, kinanibadili? Hilo ni jambo la kwanza. Kile ninachokifanya, jambo lolote ninalolifanya linanifanya mimi nibadilike kufanana na Kristo? Kwa mfano, nimekutana na mtu saa nyingine hata simfahamu, nikaanza kumnungunikia tu kwamba huyu anajifanya nene. Hapo siwezi kufanana na Kristo, kwa sababu tayari nimeshaingia kwenye mfumo ambao sio wa Kristo. Kwa hiyo hiyo hainipi transformation, haini transform kunipeleka pale ambapo ninatakiwa. Jambo la kwa hiyo natakiwa kufanyaje? Nifanye yale ambayo Kristo aliyafanya, ndio atanifanya mimi nibadilike kufanana naye. Hapo ndio ninamtazama Kristo. Jambo la pili, ninapo interact, ninapokutana na mwanadamu mwenzangu yoyote yule, lile ninalolisema, je, linamjenga kufanana na Kristo? Lile ninalolitenda, je, linamjenga kumfanya naye afanane na Kristo? Kwa hiyo hii ni kigezo cha pili, kwamba kigezo cha kwanza, kile ninachokifanya kinanifanya mimi nibadilike nifanane na Kristo. Kigezo cha pili, je, mimi kile ninachoongea au ninachokitenda mbele ya watu wengine kinawafanya wao wabadilike na kumfuata Kristo? Na jambo la tatu, je, kile ninachokifanya kinampa Mungu utukufu? Kwa hiyo nikijiuliza katika kila ninalolitenda, either yote matatu au at least au walau moja wapo kati ya haya matatu liwemo katika yale ninayolifanya. Kwa hiyo kama matendo yangu yananibadili mimi kulingana na kufanana na Kristo, mbili, kama maneno na matendo yangu yanamfanya mwingine abadilike afanane na Kristo, au la tatu, yale matendo au maneno ninayoyasema yanampa Mungu utukufu. Hapo tunajua kwamba siku kwa siku hiyo tumeitumia vizuri na imefanyika kwa utukufu wa Mungu. Kama hatujafanya hivi ndugu zangu, basi hapo kuna shida, na tuweke kabisa kwenye diary zetu, kwenye shajara zetu kwamba siku hii ya leo haijawa productive. Haijalishi kwamba tumeingiza mamilioni mangapi, haijalishi kwamba tumefanya kazi kiasi gani, haijalishi kwamba tumesifiwa kiasi gani. Kama haya mambo matatu au walau moja wapo kati ya haya katika kila tendo tunalolitenda halipo, basi siku hiyo tumeipoteza. Kila tunapofanya matendo ya namna hii tunazidi kumtazama Kristo, na kila tunapomtazama Kristo tunabadilika, tunakuwa transformed, na mwisho anasema haijadhihirika sasa kwamba tutakuwaje, lakini mwisho tunajua kwamba tutafanana naye kwa kuwa tutamuona kama alivyo. Kwa hiyo mtu akiniona mimi, mtu akikuona wewe mtu wa Mungu, ajue, aone sifa zile za Kristo ndani yangu, aone sifa zile za Kristo ndani yako. Hapo ndio tunaweza tukasema kwamba sisi ni wa Kristo, kwa maana ya kwamba tunafanya mapenzi ya Mungu. Yale ambayo Kristo alikuja akatufundisha, basi tunayatekeleza
kwa vitendo. Basi hilo ni jambo ambalo tunatakiwa kulizingatia sana. Basi tufunge. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Asante Baba kwa neno lako. Tunaomba Baba, katika neno hili tujalie kubadilika, tufanane na wewe. Tunajua kwamba kila tunapomtazama Kristo anatubadili. Tunaomba Baba utubadili tufanane na wewe, ili turudi tutimize mapenzi yako na mwisho turudi kusherehekea pamoja nawe. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe.